Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza, umejaa utukufu na nguvu. Wewe ni mfalme kwa wafalme wote Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ndiye uliweza kuchaguliwa na kutangulia mwanadamu yeyote aliye ulimwenguni. Na ulikuja kabla ya kila mmoja wetu katika ulimwengu kuzaliwa. Ndio uweze kuleta nguvu, uwezo, mamlaka na utakatifu zile zilikuwa zimepotoka na watu hawakuwa wanazipokea. Ni kwa sababu watu walikuwa wameingia katika hali ya kutokomea na hali ya kushindwa na hali ya kutojua ama kuelewa mapenzi yako Baba. Ninakutukuza wewe Mungu wangu na ninakuinua wewe mfalme wangu. Wewe umejaa ukweli, umejaa utukufu, umejaa kila mahali, ukionyeshana mamlaka yako Bwana Jehova Jire, vile ilivyokuwa na uwezo wa kumwezesha mwanadamu kusimama katika mwanya wa kutenda kazi yako wewe Bwana, kulingana na vile wewe upendavyo. Asante Mungu wangu, asante mfalme wangu. Hata ni kwa sababu ya uponyaji wako umeponya watu wengi. Hata wale Bwana Jire mioyo yao ilikuwa imeinama ni kwa sababu ya mashule na fedha na vitu zingine kugojeka mili yao. Baba wetu mfalme, wakati tunaponena neno lako, tunajua hakuna kitu kingine kinaweza fanya mtu aweze kuwa perfect. Hakuna kitu kingine kinaweza kufanya mtu aweze kuwa na afya. Hakuna kitu kingine kinaweza fanya mtu aweze kuwa na amani isipokuwa tu neno lako wakati wowote tunapolifundisha. Tunakuinua na tunakutukuza. Wewe umejaa nguvu na utukufu. Wewe Bwana Jehova Jire unatufafanulia mapenzi yako wakati wowote unapotaka Bwana Jehova Jire tukaweza kujua vile Bwana mfalme wewe upendavyo. Neno lako linaniambia kila wakati ya kwamba mapenzi yako ni watu wote waweze kuokolewa. Na tunaona yale yote Yesu Kristo aliyoyafanya katika maandiko. Alileta ukombozi hapa ulimwenguni ndio watu wote waweze kuokolewa. Hakutenda mambo mengi, alifanya kazi ya wokovu ndio watu wote waweze kutoka katika giza waingie katika nuru. Na ndio ile nuru iweze kung'aa juu ya maisha yao, mioyoni mwao. Na ndio waweze kutambua na kuwa na tofauti ya ulimwengu na biguni. Na ndio biguni ama mambo ya biguni itokao katika maandiko iweze kuwatendea kazi kulingana na vile Bwana mfalme wewe umehakikisha. Tunakuinua na tunakutukuza kwa pendo lako Bwana, kwa mapenzi yako makuu. Ni kwa sababu Bwana hakuna mtu amejifanyia kazi ndio aweze kufika mahali amefika. Wewe ndiye umetufanyia mambo yote. Wewe ndiye Bwana Jehova Jire umetutangulia. Wewe ndiye Bwana umetupa haki. Wewe ndiye umetupa uzima wa milele. Umetusamehe dhambi zetu Bwana Jehova Jire. Sisi tunaitwa wateule, sisi tunaitwa wenye haki, sisi tunaitwa viumbe vipya. Sisi Bwana Jehova Jire ni watu wa nyumba takatifu ile Bwana Jehova Jire imejaa utukufu. Asante ni kwa sababu ya kutupa kizima cha kukunywa maji. Mahali pale Bwana Jehova Jire mtakatifu tunaingia, tunapokea uzima wako Bwana kulipitia neno. Nalo neno linahakikisha mioyo yetu imepata amani. Nayo ile amani inatukalisha Bwana Jehova Jire, tukiwa na upendo pamoja Bwana Jehova Jire. Nao mamlaka yako mfalme wa ajabu inatenda kazi kulingana na vile upendavyo. Pokea sifa Bwana wangu na Mungu wangu, kwa uwezo wako na kwa nguvu zako. Sisi ni watoto wako Bwana Jehova Jire, na sisi Bwana mfalme tumesimama katika haki na tumetenda mambo yote katika haki mtakatifu. Twakushukuru wewe Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu nguvu zako na uwezo wako na mamlaka yako imetutangulia. Na wakati wowote Bwana Jehova Jire twaiba wimbo wa uzima, wimbo wa utukufu, wimbo wa amani, wimbo wa upendo na umoja. Ni kwa sababu wewe ndio uliyatenda hayo kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Asante Mungu wetu mfalme, kwa sababu ya haki yako na hata utajiri wako wa rohoni zile Bwana Jehova Jire umetuweka ndani ya mioyo yetu, ndio tuweze kuipeana mahali popote tunenapo na wakati wowote tunenapo. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumekushukuru na tumekuinua. Amen. 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 Asante Bwana wetu. Mpaka mahali tumefika,
tunajua si uwezo wetu wala nguvu zetu. Siku ya jana tuliweza kuangalia neno katika kitabu ya Mathayo. Nataka ndio uweze kukumbuka mahali tulikuwa. Katika kitabu ya Mathayo kuna maswali nilikuwa ninaulizwa jana, lakini tuliweza kuongea na yule alikuwa ananiuliza hiyo swali na tukaweza kulijimbu, kwa sababu kuna mambo alisikia nikianena na akataka kujua vyema vile hiyo mambo inafika. Na ukweli ati alichanganyikiwa sana wakati niliposema ya kwamba ati, wacha kwanza nisome huo mstari ndio uweze kuelewa ninanena nini. Mstari katika, asante sana Beatrice, ubarikiwe na uendelee na kufanya kazi ya Mungu. Katika hiyo mstari wa 12, and from the day of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffered violence, and the violence take it by force. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Bwana asifiwe. Alikuwa ananiambia alichanganyikiwa sana wakati nilisema si kwa kuomba kwa kumkomesha mapepo, si kwa kuomba ama kujitahidi katika kazi ya Mungu na mambo mengine aliyoweza kuniuliza siku ya jana. Na akaniambia ya kwamba amestuka kujua ya kwamba si kupigana na mambo yale inaomsunguka itafanya aweze kuteka mji ama kuteka the kingdom of God. Naye tulikuwa na wakati mzuri na tukaweza kunena pamoja naye, lakini kitu watu tunafaa kuelewa na kutambua ni ya kwamba kulingana na vile neno la Bwana limeandikwa, mtu asifikirie wala aweze kuwaza ya kwamba vile anaona limeandikwa hivyo ndivyo atalifafanua. Biblia, neno linatuambia ndani ya Biblia ya kwamba Mungu aliweza kulificha neno. Neno limefichwa. Ni kitu tunaita mystery. Na ndio uweze kutambua ile mystery imefichwa ndani yake, ni lazima uweze kuwa mtu aliye ako na Roho Mtakatifu, tena mtu anaye ichibua neno, kulisoma neno pasipo kupumzika. Ni mtu anataka kuelewa mapenzi ya Mungu katika neno. Na ndio tunaangalia katika neno, tunaona ya kwamba in the Old Testament ni neno limefunikwa. Neno limefunikwa. Kwa hivyo sio watu wengi wanalisoma neno ndani ya Old Testament wanatambua kile kimeandikwa. Watu wengi wanalifafanua kulingana na vile wanavyoliona na vile wanavyolisoma, na inakuwa a big mistake wakati tunalifafanua kulingana na vile tunaliona na vile tunalisoma. Kwa sababu katika Old Testament from Genesis to Malachi it's a mystery. Na kitu yoyote kufika kuwa mystery, inahitajika kuwa na kitu kingine kitakuja kuleta ufunuo ama revelation ya kile kimefichwa. Haleluya, Bwana asifiwe. Na isipofunuliwa haiwezi, hata ukilinena hauwezi nena. Yani ni kama vile tulikuwa ni kama vile kuna kuanga
na hizi parables. Parables zingine tunazozisoma usipofafanuliwa ndio uweze kujua Yesu alikuwa ana mean what, ama huyu mtu alikuwa ananena nini. Unaweza nena mambo zako, ufundishe mambo zako na uelekeze watu katika giza. Na kwa sababu watu hawajui na wanaona unasoma Biblia, watafikiri ni ukweli unaounena ndani yake. Mimi nasema hivyo kwa sababu nilikuwako. Wakati ule nilikuwa ninafikiria yale yote ninayoisoma hivyo ndivyo ilivyo. Kumbe usiponjua kile kimefichwa ndani ya Old Testament, hauna msaada wowote unaweza saidika nayo kupitia ukweli ule umetoka katika moyo wa Mungu. Na kwa sababu Old Testament imefichwa, inafafanuliwa na New Testament. Kwa hivyo pasipo New Testament, Old Testament haina msaada wowote kwa watu. Tena pasipo New Testament, Old Testament, New Testament haina kitu. Sababu hiyo New Testament ndio ufunuo wa Old Testament. Old Testament imefunikwa, New Testament imefunuliwa. Yesu Kristo alikuja katika uwazi, alikuja wazi, akiwa uwazi, open. But the Old Testament, sheria ile imeandikwa pale, ilifichwa. Watu pasipo kutambua ya kwamba sheria sio hawajaandikiwa waweze kuifanya, ila tu ni ya kuwatabulishia ya kwamba wao wametenda dhambi. Bwana asifiwe. Wakati nilipofika kutambua mambo haya, nilifurahi sana. Wakati hata nilisoma Hebrews, nikaona Old Testament is a shadow, nikeruru kia maundu maria mega magoka na Kristo Yesu. Na ndivyo inasema ya kwamba Adam alikuwa kivuli cha yeye atakaye kuja nyuma. Kivuli cha yeye atakaye kuja nyuma ni nani? Ni Christ. Kwa hivyo Adam alikuwa atagulie ndio aweze kuonyesha akiwa kivuli. Amesimama kwa sababu, yani amesimama kwa niaba ya nani? Alisimama kwa niaba ya Christ Mwokozi. Bwana asifiwe. Asante sana wahu. God bless you. Nashukuru Bwana kwa kujua na kutambua mambo kama haya yamefichwa sana katika maandiko. Sababu watu wengi hawatambui. Watumishi wengi wanaohubiri wako na cheo kubwa hata katika ulimwengu. Wengi hawatambui mambo haya. Wanahubiri tu ndio waweze kuhubiri. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo na ndio neno tumelisoma, hili tulilisoma jana, na tukaweza kuona mapenzi ya Mungu kulingana na vile anavyohitaji tuweze kufanya kila wakati. Kwa hivyo nataka kusema mahali popote mtumishi wa sio mtumishi, the man of God, yani mtu yeyote yule, mtu wa Mungu ni mpaka katoto kale kamezaliwa siku ya leo, kale katazaliwa kesho. Bwana asifiwe. Huyo amezaliwa akiwa mtu wa Mungu, na akiwa amezaliwa akiwa mtu wa Mungu, yeye anahitajika vile tu anavyokuwa, vile tu anavyoendelea kukua. Nilimwambia ni mimi nafurahia sana kufundisha kuliko kuhubiri, kwa sababu nilihubiri, lakini nilihubiria watu mambo mengi
isiyo na msingi wa kuwabadilisha awara kutambua mapenzi ya Mungu katika hekima na mwongozo wa Mungu. Sababu tulikuwa tunafikiria mambo na kuhubiri ni miujiza na maishara, mambo na kuhubiri ni uponyaji, mambo na kuhubiri ni kitu tunaita prosperity, mambo na kuhubiri tulifikiria ni kitu tunaita nini kuokole, yani hii kitu ninahitaji ninasahau kidogo, lakini wacha nikwambie mtu wa Mungu, ni lazima tuweze kutambua, na dirauga ni lazima tuweze kutambua mambo haya kwa uzito na udani wa mawazo na moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu haukuwa tu watu wabarikiwe. Moyo wa Mungu haukuwa tu watu wakutane na miujiza na maishara, kwa sababu kama ni hiyo, Yesu angeambia watu wale walimwambia tufanyie muujiza. Sisi twahitaji muujiza. Yesu akaambia hakuna muujiza mwingine mtaweza kuupata isipokuwa tu yule wa Kana ya Galili ama yule wa Yona. Mambo kama hayo ama yale Yesu alifanya, ile aliwafanyia wakiona, kufanya mikate iweze kuwa mingi na wakakula wakiwa wengi, mikate 5 na samaki 2. So ninaangalia mambo haya, ninaona ya kwamba hayo tuliweza kufundishwa, tukaelekezwa, watu wakafikiria kuhubiri ni deliverance ya kila wakati, deliverance. Wakafikiria ni hivyo. Kumbe deliverance ni once. Deliverance ilifanyika mara moja na Kristo Yesu. Alideliver watu mara moja, akawatoa katika ulimwengu wa giza akawaingiza katika ufalme wa Mungu wa nuru. Na alifanya hiyo tu siku mara moja. Lakini watu wanaifanya kila siku, wanafanyiwa kila siku. Kwa hivyo hakuna wakati wanakuwa delivered. Mpaka siku yao ya kufa hawatakuwa delivered, watakuwa wakigojea kwenda kuwa delivered. Kwa hivyo hakuna wakati watakuwa wamekamilika katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu saa yote wanataka kukombolewa. Nao wale wanafanya huu ukombozi sababu ya kutoelewa na kutojua vile Yesu alivyofanya ukombozi. Watu wanawakujia every time, every day, every hour, ati ndio waweze kufanyiwa ukombozi. Wale walifanyiwa Sunday, wale walifanyiwa miaka 5 imekwisha, tena wanarudia kurudia. Deliverance ni once. Ilifanywa mara moja. Kwa sababu deliverance ni kusema nimetolewa katika ufalme wa giza na nikaweza kuingizwa katika ufalme wa nuru. Na nikiingizwa katika ufalme wa nuru, hakuna wakati mwingine tena nitaweza kurudi katika ufalme wa giza. Ufalme wa giza hauna nguvu ndani yangu wala maishani mwangu. Kwa nini? Sababu nimeshapokea Christ, na Christ ndiye nuru yangu. Jana tulisoma katika kitabu ya John, Christ amefika kuwa nuru yangu. Na sasa katika udani wangu niko na nuru, na ile nuru imeng'aa gizani. So giza haina nguvu tena, haina mamlaka tena, haiwezi nitawalia tena, sababu Christ amepata nafasi na kibali ndani yangu katika utawala wake. Na tukisema tuko nuruni na tunafanya mambo ya giza, twadanganya. Hivyo ndivyo katika kitabu ya James inasema. Twadanganya. Na kama twadanganya, inasema kwa nini twadanganya?
inasema tuandanganya kwa sababu wakati ulipotolewa gizani ukaigizwa nuruni, hauna tena uwezo na hautakiwi tena uwaze ama ufikirie mambo ya giza. Giza imetoweka mara moja. Na kwa sababu automatically giza ilitoweka wakati tu ulitolewa katika giza ukaingia nuruni, ni kuonyesha ya kwamba mawazo yako haijakobolewa. Sasa ni wakati wa kukaa chini katika holy place uweze kuelekezwa na neno, kwa sababu kazi ile imebaki katika maisha yako ni ukombozi wa neno. Bwana asifiwe. Sio ukombozi wa kuokolewa, ni kukombolewa. Sasa mawazo yako, zile viini zilikuwa zimeingia ndani ya mawazo yako, sasa uanze kubadilishwa mawazo yako na neno la Bwana pole pole katika hema ya makutano, katika pale hema ya makutano, the holy place, mahali pale neno la Bwana linafundishwa, mahali pale watu wa Mungu wanaelekezwa na neno. Kwa hivyo ndio ninasema ni lazima mtu yeyote amezaliwa na mwanamke hapa ulimwenguni aweze kustudy the word of God and teach the word of God kulingana na vile limeandikwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Si kukaa ati watu wengine sasa kwa sababu hawasomi neno, wao wanakaa tu wanasikiliza the strange things. Hiyo strange things ndio wanaleta kanisani. Nedira menyore ndiroiga tulikuwako na tukajua, na ndio Mungu alimsimamisha Elijah. Wakati alipomsimamisha Elijah akamwambia mbele yake akapitisha mgurumo wa radi. Na Mungu akamwambia, na mimi siko hapo ndani. Kwa sababu watu wanataka, watu mendaga yodoisio sina sounds, a loud noise. Yani mauduma sio mena megabo minene. Akapitisha moto mahali pale. Akaambia mtumishi wake, siko hapo ndani. Sababu watu wanataka mambo hayo inawaka kama moto. Yani mambo ya kusiamustuo, mambo inaonekana, mambo inasikika. Lakini ya mwisho akaweza kufanya kasauti kebaba kanyororo, akakasikia katika udani wake moyoni. Na wakati alipokasikia alipiga magoti na akainama mbele za Mungu. Sababu hiyo sauti nyembamba, hiyo sauti nyembamba ilisimamia neno la Bwana. Hizi zingine nyingi ni zile ninakuambiaga, njia ni nyingi zile unaweza pitia na ujidanganye umepokea wokovu, lakini ni uongo. Ni uongo. Mambo mengi inakuingiza katika kanisa, mambo mengi inafanya uweze kukombolewa ama kuokoka, lakini haina msingi wa kazi ya Kristo, haina msingi wa wokovu wa ukweli. Wengine waliokolewa kwa sababu familia zao zilikuwa karibu kukatika. Wengine waliokolewa kwa sababu maisha yao ilikuwa duni kutoka kuzaliwa. Wengine walikosa watoto wakaokoka. Wengine mabwana zao walitoka wakaenda, mabibi zao wakatoka mpaka wakasema sasa nataka Mungu. Wakati utaoa tena utamrudia Bwana. Utatoka wakati utaolewa tena, hakuna haja sasa, kwa sababu kile kilikuwa kimekupeleka pale. Wakati utapata pesa hautakuwa na haja na Mungu, si umesaidika na kile ulikuwa unatafuta. Ukweli ni hivyo. Ya nini sasa unaendelea kutafuta pesa na uliokoka ndio upate pesa na si umepata? Ya nini sasa?
Wokovu ni wokovu wa kweli ni tofauti na wokovu wa mambo yale imekubeba na kukupeleka ndio ukaweza kupokea wokovu. Bwana asifiwe. Wengine wanaokoka ndio wapone maisha yao, miili yao, magonjwa. Lakini nataka kukwambia, wakati tu utapona ile shida uko nayo, ugumu, yani uzito wa kumfuata Mungu unafika mwisho. Mtu wa Mungu, katika wokovu wa Bwana hatuingii kwa sababu ni kama vile hata katika ndoa hatufai kukaa katika ndoa kwa sababu hatufai. Tunafaa kukaa freely katika hiyo ndoa. Yani hata gitumi kiria kiho yani kama vile neno linavyosema katika Genesis, Adam aliubiwa msaidizi. Nitusaidiane mmoja kwa mwingine. Hata Mungu yupale tuweze kusaidiana. Pasipo mimi Mungu hawezi hubiri, ama pasipo mwanadamu Mungu hawezi hubiri. Mungu hawezi okoa watu. Mungu hawezi fanya kitu chochote kile. Na ukweli uko hapa. Kabla Adam hajaumbwa, neno linasema ya kwamba hakukuwa na mtu wa kufanya nini? Wa kulima shamba. Kwa hivyo ulimwengu ulikuwa ukiwa utupu na giza. Ulimwengu ulikuwa tu hivyo, haukuwa na mwelekeo hata kidogo. Lakini wakati ule Mungu aliweza kumuumba Adam na kaumba mambo haya mengine yote inahusu ulimwengu, Adam alipewa kazi ya kutii the earth. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pasipo Adam, earth haikuwa na faida yoyote. But wakati ule Adam aliweza kuumbwa, Mungu akaanza kunena mambo ya mpanuko wa vile Adam ataweza kupanua ulimwengu wa nyakati hizo. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo siku ya leo. Pasipo wewe haiwezekani injili ihubiriwe ulimwengu. Pasipo wewe haiwezekani watu waweze kukombolewa. Pasipo wewe haiwezekani watu waweze kutambua moyo wa Mungu. Mwathani arogocwo. Hatare modo Ngai ndageruta wira thi. Nawe hatare Ngai ndure na bata. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Hauwezi ingia katika ufalme wa mbinguni, lakini unaweza kuwa kama wanyama. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo wakati wowote tunapolisoma neno, sio tu, yani hata nilikuja kutambua vyema ya kwamba ushuhuda ule watu wanaotoa, maushuhuda mengi si kamili. Sababu watu wanatoa maushuhuda kulingana na vile wameinuliwa, wamebarikiwa, wamepanuka katika maisha yao ya kimwili. Kumbe Yesu Kristo hakuna mahali aliweza kutambulisha maisha yake ya kimwili ama vile ametajirika. Hata alipata, hata kulingana na neno linatuambia kwamba alifanyika kuwa maskini ndio mimi niweze kuwa tajiri, ndio wewe uweze kuwa tajiri. Alibeba uchungu wako wote ndio wewe uweze kuwa na amani. Haleluya. Alikufa msalabani ndio wewe uweze kuokolewa. Huzuni yangu akaibemba ndio niweze kuwa na furaha. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo.
aliingia katika mateso ndio mimi niweze kutembea kwa uwezo na nguvu na mamlaka, nikiwa na boldness. Bwana asifiwe. Hallelujah. So Yesu hakuongea mambo strange, yale watu wengi wanayoyanena na maushuhuda ya ajabu katika makanisa, na kuinua wale walio watumishi wao direct, pasipo kuonyeshana kazi ya Mungu. Nikakuja kujua Kristo na hata mitume hakuna mahali walitambulisha hata maisha ya watoto wao. Hakuna mahali walitambulisha utajiri wao wa mwilini. Kile walitambulisha ni utajiri wa rohoni. Yesu alinena kuhusu ufalme wa Mungu. Haleluya. Mitume wakaja nao wakanena kuhusu ufalme wa Mungu na kazi ya Mungu. Wakaweza kuonyeshana vile wakati walivyofanya kazi, wakaonyeshana mioyo ya watu wale waliookolewa. Siku moja Yesu akawatuma kwenda kuhubiri. Na wakati waliporudi kwake, wakakuja wakamwambia, wakiwa wamefurahi sana, wakamwambia, hey, mapepo, demons, tumezifukuza, tusikia na zinaondoka. Magonjwa watu wameponywa. Wakaweza kuongea mambo ya ajabu strange. Lakini Yesu akawageukia akawaambia, msifurahi kwa sababu mapepo imemsikia, naye mumenena ikatoroka. Haleluya. Furahini kama majina yenu imeandikwa katika kitabu ya ufalme wa mbinguni. My dears, Kristo Yesu ama Mungu mwenyewe hana haja na mambo yale, hana haja na mambo yale tulionayo katika ulimwengu wa mwilini. Yale aliyo na haja nayo ni yale yanafanyika katika ulimwengu wa rohoni. Sababu Mungu alimtuma mwanae kwa ajili ya ulimwengu na ya maisha yetu ya rohoni. Ndio tuweze kuponywa, tuweze kukaa katika amani, furaha na umoja. Na ndio mapenzi ya Mungu ya kuwaokoa watu wengi kulingana na kufuata mapenzi yake na kuyatimiza mapenzi yake, iweze kuwa katika ukamilifu kwa mioyo ya wale wanaoamini, na ndio waweze kufanya wengine nao waweze kuamini. Bwana asifiwe. Haleluya. Hatujakuja ulimwenguni tu ndio tuweze kuwa katika makanisa. Tumeletwa ulimwenguni ndio tuweze kufanya kazi pamoja na yeye. Ukizaa watoto wakose kukusaidia hata wakati watakuwa wazima, ate wewe ndio unaenda kutafuta fedha. Ukitoka kutafuta fedha unakuja unaosha vyombo, unapaguza. Ni kama wakati ulikuwa msichana ama kijana, hiyo jukumu ilikuwa yako wewe peke yako. Lakini wakati umeoa ama umeolewa ama umepata watoto, wana jukumu ya kukusaidia na kusaidiana pamoja nawe katika mambo mengine, kwa sababu wamefika kuwa wakubwa. Bwana asifiwe. Na sisi tuliletwa ulimwenguni ndio tuweze kusaidiana na Mungu pamoja kazini mwake. Neno linasema Yesu akawatuma akawaambia, enendeni ulimwengu, katika ulimwengu wote, mkawafanye watu wangu kuwa wanafunzi wangu. Watu wote. Kwa hivyo nikifanywa kuwa mwanafunzi wa Mungu, wa kazi ya Mungu, na mimi nifanye mwingine, ni nani ataachwa katika ulimwengu akiwa si mwanafunzi na
kufanywa kuwa mwanafunzi ni wewe uweze nawe kushika katika nafasi hiyo ya kufundisha, uweze kuelekeza. Kwa hivyo sisi wote tutakuwa walimu kwa wengine. Haleluya. Na ndio neno linasema katika kitabu ya Hebrews, itafika wakati hatutaambiana geukia Mungu na huyu mwingine hata kuambia geukia Mungu, kwa sababu sisi wote tumetambua, tumefundishana, tumeelekeshana katika njia za ukweli na njia za haki. So hakuna wakati tutaambiana wewe wacha dhambi na wewe wacha dhambi, sababu wakati tutafundishwa, watoto wetu watagrow katika ile haki. Kwa hivyo hawajui dhambi ni nini, hawajui makosa ni nini, kwa sababu ni neema na ni ukombozi wa Kristo utakuwa ndani na umekuwa ndani ya mioyo ya watoto wetu. Generation zile zote zitakuja nyuma. Lakini siku ya leo tunafundishana wacha dhambi. Kwa nini? Kwa sababu watu wamekataa kuliamini neno la Bwana, kuliamini neno la Bwana kulingana na vile linavyohitajika tuweze kuliamini. Tumekataa kazi ya Kristo Yesu, tumekataa kulisoma neno kama vile Paulo alinena kumuhusu Timotheo katika kitabu ya 2 Timothy 3:15. Akasema katika kitabu ya 2 Timothy, wacha nifungue 2 Timothy 3 mstari ni wa 15. Akasema, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani ili iliyo katika Kristo Yesu. Kutoka utotoni, ukielewa maandiko matakatifu kutoka utotoni, ni dhambi gani utakanywa kufanya? Number 2, ni dhambi gani utatubu? Na umefanywa kuwa mwokovu katika imani iliyo ndani ya Kristo Yesu from a child. Hallelujah. Ni neno la Bwana tumelikataa. Ndio hata sasa ile kazi iko ni kuambia watu wachaneni na dhambi, wachaneni na dhambi, wachaneni na dhambi. Hallelujah. Lakini kunaonekana watu wakifika katika hiki kiwango cha Timotheo, kutoka utoto alijua kile sasa kitakuwa kikihubiriwa ni watu, yani ni amani, furaha na watu kuwa pamoja na kuwa na growth kubwa sana katika ufalme huu wa ulimwengu na tena katika ufalme wa mbinguni. Sasa angalia, watu wanauana kuuana sababu wamekataa kulisoma neno liingie ndani yao liwafanyie kazi. Watu wanachukiana, wanapigana, watu kuibana. Unakuta mtu ameiba, amechukua vitu za mtu na hajari kwa sababu hana mtu wa kumuuliza, sababu akona nguvu ya kujitetea na fedha, akona wakubwa juu yake wataweza kusimama na yeye. Hakuna upendo. Hallelujah. Kwa sababu watu wamekataa fellowship yao na Mungu wao. Na kusema fellowship yao na Mungu wao si kuomba. Fellowship yangu na Mungu wangu ni kulisoma neno na kuliamini neno. Kutoka hapo nitamshukuru, alafu niende nikalipeane kama vile ninavyolipeana asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana ndani ya rogosho. Number 16. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Kitu ya kwanza
neno la Bwana, scriptures, wakati tunaposoma neno la Bwana na tunafafanukiwa nalo, linafanya tukaweze kukaa katika, lina uwezo wa kutufanya nini, linafaa kwa linatufundisha, linatuelekesha, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in the righteousness. Sio mambo mengine, ni katika utakatifu, ni katika haki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno lina faida kubwa sana kwa mwanadamu, kwa sababu pasipo neno hauwezi fundishika, hauwezi onyeka ama kuonywa makosa yako, hauwezi kuongozeka na hauwezi adibika. Lakini wakati neno limeingia ndani yako, lina faida kubwa sana kwako wewe na kwa familia yako. Kwako wewe na kwa familia yako. Bwana asifiwe. Lakini ni from the child. Ni kutoka katika utoto. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wakati tunapoijua maandiko matakatifu, tunafaa kuyafundisha hayo maandiko kwa kulingana na vile limeandikwa lile neno, kulingana na vile pumzi ya Bwana ilivyotoka, ufunuo wa Bwana tunavyoutambua katika neno kwa uwezo wote wa Mungu. Bwana asifiwe. Katika neno sio ya kwamba ati tunafaa kuhubiri ukweli ule sisi tunajua siku moja John the Baptist wakati alipokuwa katika nyika, siku moja akafikiria kwenda katika Paris na akakuta ufalme. Mafikira ya John the Baptist ilimuongoza kwenda kuambia mfalme ukweli. Na ukweli ni ukweli kabisa katika maandiko. Na kwa sababu John the Baptist alikuwa under the law, sheria ilikuwa inasema ya kwamba usimchukue bibi ya your brother. Na Herode alikuwa amechukua Herodia, akamuoa kama bibi yake, na alikuwa bibi ya brother yake. Kwa hivyo John the Baptist alipeleka ukweli kwa mfalme. Lakini wacha nikuambie, kama Yesu angekuja ulimwenguni kuleta ukweli ule watu wanafikiria, kama vile sheria ilikuwa inavyonena, Yesu angekuwa tofauti hata kidogo na sheria ama na Musa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na wakati ule John the Baptist aliingia katika palace, na kazi yake hakuwa amepewa katika palace, alikatwa kichwa. Na alikuwa anapeleka nini? Ukweli wa sheria. Lakini alikatwa kichwa. Sababu kile alikuwa anapeleka kwa wakati huo Yesu alipokuja katika ulimwengu. Kwa sababu kama ni ukweli Yesu alileta ulimwengu, sisi wote tulikuwa tunafaa kufa.
lakini Yesu alisimama kwenye mwanya. Hakukubali kuona ukweli wa dhambi ya mwanadamu. Ukweli mwanadamu alikuwa na dhambi. Ukweli mwanadamu alimtesa Christ. Ukweli mwanadamu alikuwa amekufa. Ukweli mwanadamu alikuwa ameuzwa katika utumwa. Lakini Yesu hakutazama hayo yote ndio aweze kumuokoa mwanadamu wa ulimwengu katika utumwa. Katika utumwa wa mwanadamu, sio utumwa wa Yesu, utumwa wa mwanadamu. Hakuyakubali kuyatazama. Alisimama kwenye mwanya ndio aweze kuniokoa na kukuokoa wewe katika ule utumwa. Hata kama alikuwa na nafasi ya kukataa, Yesu hakukubali kuangalia ukweli ule mwanadamu alio nayo. Kumbuka wakati ule mwanamke alizikwa akizini, sheria ilikuwa imenena kwa ukweli ya kwamba mwanamke yeyote akizikwa, akipatwa akizini, apigwe na mawe auawe. Mtu akishikwa akizini, apigwe na mawe auawe. Ukweli ni ya kwamba walishika mwanamke na mwanaume, wakamleta tu mwanamke na wakachukua mawe ndio waweze kumpiga yule mwanamke mbele ya Yesu. Biblia inasema ya kwamba neno wakamjaribu Yesu akisema, Musa katika Torati inasema ya kwamba mwanamke kama huyu apigwe na mawe auawe wakati wowote ameshikwa katika usinifu. Naye Yesu akainama akaandika chini na kidole ya mguu, akawaambia, yeyote yule hajawahi fanya dhambi atangulie kumpiga na mawe. Walileta ukweli kwa Yesu, lakini Yesu hakukubali kutazamia ule ukweli, kwa sababu hata walikuwa wamemleta akiwa uchi wa mnyama. Ukweli kabisa walimuinua kwa yule mwanaume. Haleluya. Kawaambia, yeyote miongoni mwenu hajawahi fanya dhambi atangulie kuchukua jiwe aweze kumgonga. Neno linasema ya kwamba hakuna aliweza kumrushia hata kale kadogo sana. Wote walitoka pale, walihukumiwa mioyoni mwao, sababu walijikuta. Hata mimi jana asubuhi nilitukana bibi yangu. Hata wakati nilikuwa ninamtazama tukimleta kwa Yesu, nilikuwa ninatamani kile ninavyokiona. Wote wakahukumika ndani ya mioyo yao, wakaweka mawe chini. Ukweli ukaondolewa na Christ ndio aweze kumuokoa mwanadamu. Katika ile sheria ilikuwa imemfunga mwanadamu, ilikuwa imemuua mwanadamu, kwa sababu Yesu alikuwa amekuja ulimwenguni kuleta amani, kuleta msamaha na kumfanya mwanadamu awe mkamilifu katika uzima wa Mungu. Bwana asifiwe. Mimi na wewe nataka tujitafakari. Wakati tunapolisoma neno, tunakibisana tu na ukweli ama tunakibisana na yale kazi ile Yesu Kristo aliyoifanya? Tunafaa kufanya nini? Ukweli ndio umefikisha watu mahali wamefika, wakijaribu kutafuta ukweli na njia zote. Watu wameshindwa kusimama katika msamaha. Ndio familia nyingi hasina umoja, sababu ukweli alinifanya. Lakini Yesu akasema ukweli umefanywa, lakini
msamehe kama vile nilivyokusamehe, kama vile sikutazama dhambi ile ilikuwa ndani yako, kama vile sikutazama hali ile ulikuwamo ndani yake, ndio niweze kukutoa katika hiyo dhambi na mauti. Na yale yote Mungu aliyoyanena imeandikwa. Ndio wakati mwote unaweza sema nimesahau, unarudi katika maandiko. Yote Mungu aliweza kuyanena yameandikwa katika maandiko. Ya. Ati wakati unaona kama kuna kitu haukumbuki, unarudi katika maandiko, unaisoma, unaifafanua mpaka inakurudisha katika uhai wako tena. Kwa sababu kuna wakati watu wanapungukiwa. Ukisikia kama umepungukiwa, unarudi katika neno, sababu neno ndio dawa ya maisha yako. Na wakati unapolisoma, na wakati unapolifafanua, lifafanue ama ukubali liweze kuwa explained ndani yako kulingana na vile Mungu alivyotaka liweze kuwa. Haleluya. Kwa sababu Mungu hakuongea mambo mawili pamoja. Mungu alisimama katika jambo moja. Alipoteza moja, akaigiza ingine. Wakati wa Old Testament kulikuwa kile watu walikuwa wanafuata sheria. Watu walifuata sheria katika Old Testament. But katika New Testament, wakati Christ alipokuja katika ulimwengu, watu wakatolewa katika ile sheria, wakaigizwa katika neema. Yesu alinena kuhusu msamaha wa dhambi, lakini sheria alinena kuhusu kifo. Mtu akifanya haya anafaa kufa, anafaa kufanywa. Yesu akasema wakati mwanadamu ameingia katika hali kama hii, Bwana asifiwe, anaingia katika neema yangu, nayo neema inamfanya kuwa mzima tena. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo yale yote Kristo aliyoyanena, Mungu aliyoyanena, yameandikwa. Haleluya. Na yale aliyoyanena jana ndio anayanena leo, na ndio atayanena mpaka mwisho wa dahari. Kwa hivyo hakuna wakati Biblia itabadilika. Wewe unataka kuandika Biblia yako kulingana na mawazo yako, unaignore neno la Bwana, unaleta lako ndio liweze kufiti katika nafasi ya neno la Bwana. Una disgrace the word of God. Hallelujah. Hallelujah, Bwana asifiwe. Na nataka tuweze kusoma katika neno katika 1 John 1. Tukiingia na wewe katika kitabu ya 1 John, uweze kujua ya kwamba neno limewekwa vyema, limeshakuwa divided vizuri, ya kwamba hili ni neno la Bwana na hili hata kama limetoka katika Biblia, sio yote yalikuwa pumzi ya Bwana. Mengine yaliandikwa na wale walikuwa waandishi kulingana na vile hata wao saa ingine katika nafasi ya emotions zile zilikuwa ndani yao, wakaandika vitu zao. Ni mambo mengi sana imeandikwa ndani ya maandiko, haikutoka katika kinywa cha Bwana. Lakini katika kinywa cha Bwana kuna yale yaliandikwa, na hayo yaliyoandikwa tunaitambua na tunaielewa kulingana na kinywa cha Bwana.
Kwa hivyo kaa katika kweli ile imeandikwa katika scriptures. Kaa katika ukweli wa neno ile imefafanuliwa kulingana na kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya katika ulimwengu tulio katika ufalme wa mbinguni, sio ulimwengu. Ulimwengu tulio ndani yake tunasaidika na kile kiliandikwa ndani ya neno. Na iliandikwa kwa nini? Kwa sababu liweze kutuongoza, liweze kutufundisha, liweze kutuelekeza na liweze kutukanya makosa yetu. Haleluya. Na wakati linakuwa hivyo, linatuweka katika nafasi ya Mungu na katika mapenzi ya Mungu. Katika kitabu ya 1 John 1, First John 1 mstari wa 9 inasema 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tunaangalia juu ya forgiveness. Na wakati tunapoliangalia kuhusu forgiveness of sin and repentance of sins, Bwana asifiwe, tunafaa tuweze kuelewa ya kwamba kutubu ni mara moja. Wakati tunatubu mbele zake, kutubu ni wakati umetoka katika ufalme wa giza, katika dhambi, unaingia katika ufalme wa nuru. Na wakati unapoingia katika ufalme wa nuru, hapo ndipo unapokea forgiveness. Haupokei forgiveness kama haujapokea repentance. Sababu repentance ililetwa na Christ, ile inaokuokoa moja ya kutosha. Katika kitabu ya Hebrews 10 amekuokoa mara moja ya kutosha. Amekusamehe dhambi zako mara moja ya kutosha. Na wakati amesha kusamehe dhambi zako mara moja ya kutosha, umepokea forgiveness of sin. Na wakati umepokea forgiveness of sin, hapo ndipo unafanywa kuwa kiumbe kipya. Katika katika kitabu ya Ephesians 1:7, yeah, 1:7 inasema, in whom we have redemption through his blood. Kwa hivyo ukishika ile ya 1 John 1:9, Bwana asifiwe, ati tukisema, yani wakati tutakapotolewa katika ulimwengu wa giza na tuingizwe katika ulimwengu wa nuru, neno la Bwana linatuambia katika kitabu ya Ephesians 1:7, in whom we have redemption through his blood. Kwa hivyo tunapokea ule msamaha, ile redemption tunaipokea kupitia damu yake, sio kupitia kutubu, sio kupitia kuomba sana, sio kupitia kuhubiri, sio kupitia kuwa kanisani kila wakati, sio kupitia kujitolea. Hapana. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Ate katika Christ, katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi. Kwa damu ya Kristo tumekombolewa, tunao ukombozi wetu, msamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema
yake. Bwana asifiwe. Wakati tumetolewa katika giza, tunapokea utajiri wa rohoni. Ule utajiri wa rohoni, hiyo neema yake inafanya tukaweza kufika katika nafasi ya kuitwa ya kusema tumekombolewa. Na wakati umeshakombolewa, unapokea ile neema ya wingi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, according to the riches of his grace. Bwana asifiwe. Colossians 1:14. Colossians 1, time yangu inaenda kukwisha. Colossians 1:14 inasema, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Yaani msamaha wa dhambi. Kwa hivyo hayo bili inafanya nini? Wakati tumepokea ule ukombozi, tunafika katika nafasi ya kuestablish, haleluya, ama kuonyeshana sisi tumefika kuwa family of Christ. Kupitia nini? Forgiveness of sin. Tulipokea namna gani? Ile ilifanywa, hiyo forgiveness of sin through his blood ilifanywa na Christ. Bwana asifiwe. Na kusema tumefika kupokea hiyo forgiveness of sin kumpitia Kristo, ni kuonyesha ya kwamba sasa tuko katika finished work of Christ. Tuko ndani ya kazi imekwisha. Yesu alimaliza kazi yote ya ukombozi. Alikomboa ulimwengu mzima kupitia damu yake, ndio watu wote waweze kuingia katika neema yake. Na tunaingia namna gani? Ukweli Yesu alifanya hiyo kitendo na akaokoa ulimwengu mzima. Ni mimi nikuje sasa niweze kuamini, niamini ile kazi aliyoifanya. Sio ya kwamba atakuja kunikomboa. Sio kazi inayoendelea. Ni kazi ilifanywa na ikakwisha. Siku ya leo ni mimi niweze kuingia katika hiyo kazi aliyoifanya. Niweze kuiamini. Hiyo aliifanya miaka 2000 imekwisha. Hiyo aliifanya before the foundation. Wakati nitakapo fundishwa na niweze kusikia, niamini, kwa sababu kuna watu wanafundishwa wanakataa, wanasikia lakini hawaamini, na kunao wanasikia na wanaamini. Wakati nimeshaamini, sasa nimeingia katika finished work of Christ. Wera muthiru wa mutharafa riu niende thiini waguo. Ndire wira ungi wa mutharafa ngurutirwo, riu ni njikare thi kiugo kia Ngai gekirwo thiini wakwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika kitabu ya Luke 24, acha tuangalie pamoja. Katika kitabu ya Luke 24 mstari nataka tuangalie wa 47. Inasemaje? And that redemption and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Kwa hivyo mambo haya ya kufundisha juu ya repentance and remission of sins inafaa iweze kufundishwa kuelekea
yeye, ikiwa inaelekezana na yeye Christ katika ulimwengu mzima, from Jerusalem, kutoka mahali niko kwenda nchi yote, ulimwengu mzima, watu wafundishwe neno kuelekea repentance and remissions of sin, iweze kuwa inaelekeana na Christ Jesus, na kwamba mataifa yote watahubiriwa. Kwa hivyo hakuna kitu kingine tunafaa kuhubiri katika taifa, hakuna kitu kingine tunafaa kuhubiri. Hakuna mambo haya yale mnaona watu wanahubiriwa prosperities. Maandiko haisemi ifundishwe. Tunafaa tu tufundishe kupitia na kwamba mataifa yote wahubiriwe kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwa hivyo mtu akiingia katika toba, aondolewe dhambi zake, huyo ameshakwisha kuingia katika the finished work of Christ. Hana nafasi ingine yoyote ile ya kurudi katika dhambi tena. Ameshakombolewa, ameshafunguliwa, ameshapokea neema ile ilikuwa inayohitajika aweze kuipokea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunaposoma neno na wakati tunaposoma neno kama vile tunasoma mstari, Yesu anaita gospel. Yesu anaita gospel preaching of redemption and remission of sins. Hiyo gospel ya Christ anaita namna gani? Preaching of repentance and remission of sins, ondoleo la dhambi ya kutokana na yeye. The preaching of repentance and remission of sins, hiyo ndio mafundisho yale tunafaa kuyafundisha ulimwengu mzima, sio prosperity. Bwana asifiwe. Sio mambo yale yote imejazwa na ndio imetiliwa maanani sana. Repentance and remission of sin imeondolewa. Tunahubiriwa miracles and wonders. Tunahubiriwa mambo ya prosperities na vitu zingine nyingi watu wanazozileta wakijaribu kuvuta mioyo ya watu, na mambo yale yamefichwa ndani ya hizo topics. Hallelujah. Ihubiriwe kwa jina lake. Ihubiriwe kwa jina lake. Bwana asifiwe. Yani watu hawatubu ndio waweze kupokea remission of sins. Hautubu, haufai kutubu ndio uweze kupokea remission of sins. Na hiyo ndio shida ile watu wengi makanisani wako nayo. Wanarepent ndio waweze kupokea msamaha wa dhambi. Na wakati wowote ule unarepent na kufikiria umepokea remission of sin, na kuona kama umepokea remission of sin, mara mingi watu wanadanganyika. Remission of sin
inapokelewa tu hivyo bure, kwa sababu ilifanywa. Si tumekuta kazi imefanywa. Tulikuta kazi imefanywa na yule aliyoifanya aliweza kutuachia nafasi ya kuingia ndani ya ile kazi aliyoifanya. Sio sisi tunaifanya ati ndio iweze kututumikia. Alitutumikia yeye na alitufanyia yeye. Nashukuru Bwana wetu Yesu Kristo sana kwa sababu ya hiyo kibali na neema ametupa asubuhi ya leo. Kesho tuko pamoja. Sasa hivi nataka kuweza kuomba ndio watu wote waweze kuingia katika nafasi nyingine. Mapenzi ya Bwana ni watu wote wake wahubiriwe about remission of sins and repentance. Ndio waweze kuingia katika kazi iliyofanyika, aliyoifanya, pasipo mkono wa mwanadamu na pasipo maombi ya mwanadamu na pasipo kutubu kwa mwanadamu na pasipo kwenda kanisani sana, kukula mesa, kukunywa divai, na pasipo kujitolea, na pasipo kutoa viwanja za kujenga makanisa. Tulikuta yote ameifanya kwa uweza wake, kwa kupenda kwake. Acheni tuombe. Nampenda sana na ninashukuru Bwana ni kwa sababu ya hiyo nafasi. Acheni tuombe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Asante ni kwa sababu ya mahali umetufikisha. Unaendelea na kutuelekeza na kutufundisha na kututoa katika kazi ile tunafikiria ndio itafanya tukaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ninakumbuka ndani ya maandiko kuna mtu mmoja, kuna watu wawili waliweza kwenda hekaluni. Mmoja akaenda katika hekalu, katika madhabahu, na akaweza kujiinua na kujigamba kwa kazi na kwa matendo makuu yale anayoyapenda, aliifanya, na ndio amefika mahali amefika. Na akaita yule mwingine munafiki, naye yule mwingine akasimama katika lango la hekalu, akakataa kuingia na akaomba mahali pale. Akiwa amenyenyekea, alijikosa na akaona dhambi zake na makosa yake mengi. Alishindwa hata kutamka neno litaweza kusikika, lakini ndani ya moyo wake ulikuwa na huzuni sana. Kumbe ile huzuni ilikuwa huzuni ya toba, ile iondoao dhambi na makosa. Na akawa ni mtu yule alikubalika kwa Mungu kwa sababu yeye hakuenda mbele zake kwa kazi yake wala kwa matendo yake. Alitambua kazi ya Kristo Yesu ile iliyo mfungua na kumtoa katika dhambi na hata katika makosa yote. Nashukuru Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa sababu siku ya leo anataka tuweze kutambua, sio kwa nguvu zetu wala uweza wetu, sio kwa kazi yetu yoyote ile imeweza ama itafanya ama iliweza tuweze kufika katika nafasi ya kuitwa wenye haki. Ni kazi ya Kristo Yesu ile aliifanyia gizani, ikakuja kutoweka katika nuru, ndio iweze kutupa nuru sisi kwa uwezo wake Bwana. Siku 3 alikuwa gizani, siku 3 alikuwa katika kaburi akitekeleza kazi yote ndio iweze kuwa katika nuru kwa watu wote walio katika ulimwengu. Pokea sifa Bwana wangu mtakatifu mwenye uwezo, ni kwa sababu sina changu mimi, yote ninayo ni yako Bwana. Utajiri wote uniko nao wa rohoni ni wewe umenipa, na vyote nilivyo navyo Bwana wangu na Mungu wangu, yote ni sehemu yako. Hata mwito nilio nao ni wewe uliniita na ukaweza kunichagua na ukanituma. Wacha Bwana Jehova Jire katika nafasi hii, ninaomba Bwana Jehova Jire tuweze kufanya kazi yako katika roho, tuweze kuongozwa na roho wako,
tuweze kunena roho wako, tutimize mapenzi ya roho wako. Ni kwa sababu Bwana mfalme, hiyo ndiyo njia ile Yesu Kristo alikuja kufundisha ulimwenguni, na ndio watu wote waweze kuingia katika neema hiyo, na hiyo neema iweze kuwa uzima wao. Ninashukuru wewe Bwana, na kwa uweza wa ufalme wako ule Bwana umetupa tu hivyo bure katika mapenzi yako, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Amen. Mbarikiwe sana na muendelee kupenda kusoma neno la Bwana na kulifafanua katika ufunuo utokao katika Kristo. Thank you.